Asante ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Rafaeli Jafet Ngonde, ni wakili lakini vile vile ni mwanaharakati mtetezi wa haki za binadamu kwa nchi yetu ya Tanzania. Kwa ndugu waandishi wa habari, leo hii tumekutana tuzungumze mambo machache ambayo yanaendelea ndani ya taifa letu, hususan katika ngazi ya taifa, lakini kama utakuwepo na mengine katika mkoa wetu tutajaribu kuyasemea, hususan mkoa wa Mbeya. Lakini kwa na mambo machache ambayo nimeona yanazungumzwa hivi karibuni, na sisi tukiwa watu ambao tuna taaluma ya sheria, tuna wajibu wa kuielimisha jamii na kutoa ufafanuzi katika masuala ambayo yanakuwa yametokea. Moja, nilitaka tuzungumzie swala zima la uhuru wa kutoa maoni. Tunajua kabisa nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia kama ilivyo katika ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Lakini pia haki hii imepewa nguvu au imepewa uimara katika ibara ya 18 ya katiba hiyo ya mwaka 77 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo inasema kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni, kutoa na kupokea taarifa kutoka sehemu yoyote. Kwa katika ibara zote zilizopo kwenye katiba yetu, kuanzia ibara ya 13 mpaka 30, ibara ya 18 pekee ndio ibara ambayo haina clawback clauses. Kwa Kiswahili niseme ni ibara ambayo haina ukomo wa haki, kwa sababu ibara zote utakuta nasema kila mtu ana haki ya kuishi kwa mujibu wa sheria. Hii inasema tu kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni, kutoa na kupokea taarifa sehemu yoyote. Sasa ndugu waandishi wa habari, nilipenda nizungumzie sakata moja ambayo limejitokeza wiki iliyopita mara baada ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kuzungumza katika ziara ambayo anaendelea nayo katika nchi yetu. Sasa kuna mwandishi mmoja wa habari alitoa maoni, anaitwa Mayala, nadhani tunamfahamu ndugu waandishi. Katika maoni yake akasema, bwana, nilivyoona Waziri Mkuu amezungumza ni kama alikuwa anajibu tukio lile la nyuma yake, kiasi kwamba alikuwepo kwenye tukio ambalo wastaafu walipigiwa makofi zaidi, lakini yeye hakupata makofi mengi. Sasa akasema kitendo cha yeye kujibu, maana yake kile kitendo hakikumpendeza Waziri Mkuu. Hayo yalikuwa maoni ya Mayala. Katiba yetu inaruhusu kila mmoja kutoa uhuru wa maoni alionayo. Hakuna kosa la jinai la kutoa maoni. Leo hii nchi yetu imegeuka sasa sio ya kidemokrasia. Mtu akitoa maoni anaonekana mara muhaini, mara muasi, mara mchochezi. Tunaitwa majina mengi. Lakini tuna uhuru wa kutoa maoni. Kuna siku nilikuwa nawaambia watu mwaka jana, Mheshimiwa Rais Samia alivyoenda Malawi, alitoa kipande cha ardhi. Akasema hii ardhi nimeitoa kwa rais wa Malawi. Kwa maoni yangu nikasema, bwana, hicho kitu sio sahihi, kwa sababu katiba ya nchi na sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 iliyofanywa marejeo 2023 pamoja na sheria ya ardhi namba 5 ya mwaka 99 ya vijiji, ambao kwenye kifungu cha 4 kinamtaja mtu anaitwa rais, Mheshimiwa Rais, kwamba ndo trustee, yaani yeye ndo anashikilia ardhi ya Watanzania kwa niaba ya Watanzania, ndo ameshika dhamana ile ardhi. Haijasema ni mmiliki, ni trustee, anashika tu kwa niaba. Sasa rais anawezaje akatoa ardhi kwa Malawi? Kumbuka rais hana ardhi, labda kama ana kwake binafsi aliyonunua kwa majina yake, lakini hana mamlaka kisheria, kikatiba kutoa ardhi kulipa taifa jingine. Kwa maoni yangu nikamwambia watu, kisheria, ukisoma sheria haziruhusu. Ukisoma katiba pia hairuhusu. Rais pamoja na kuwa mkuu wa nchi haruhusiwi pia kugawa kitu kinaitwa ardhi. Tunajua ndugu waandishi wa habari wote hapa kwamba mtu yote ambaye ni mgeni haruhusiwi kumiliki ardhi Tanzania. Hilo liko wazi kwa sheria zetu za ardhi namba 4, namba 5 za mwaka 99 zilizofanywa marejeo 2023. Zinasema mgeni hawezi kumiliki ardhi. Ukisoma kifungu cha 19 cha sheria namba 4 ya mwaka 99 kinasema kwamba haruhusiwi, mpaka kifungu cha 22 kwamba kama mgeni atahitaji ardhi ya Tanzania, basi anapewa haki ya kuitumia kwa haki za kiuwekezaji, for investment incentives, lakini sio kumiliki. Na atamiliki kupitia Tanzania Investment Trade Center. Ndio maana tuna kituo cha uwekezaji Tanzania. Kwa hiyo mtu yote ambaye ni mwekezaji akija mgeni ataenda kwenye kituo cha uwekezaji, watampa leseni ya matumizi ya ardhi,
sio kumiliki, hapewi hati miliki. Sasa kwa maoni yangu kile kitu nikasema, jamani, hiki hakijakaa sawa. Watu wanasema lakini ni rais amefanya. Ndio, hata kama rais amefanya, sheria iruhusu. Ni maoni yangu kwamba kile hakikuwa sahihi. Sasa alichokifanya Bwana Mayala kilikuwa kabisa kiko ndani ya uwezo wake, lakini kiko ndani ya sheria, analindwa na sheria. Ndugu waandishi, na ninyi pia mnaweza kuwa wahanga wa hicho kitu. Ni vema mkajua haki zenu. Katiba inatetea kwamba kila mmoja ana uhuru wa kutoa maoni. Sasa mtu anasema mimi naona kwa hiki kiongozi hapa akufanya sahihi. Sio kosa, nchi yetu ni ya kidemokrasia. Tunajua nchi za kidikteta ndio uruhusiwi kumpinga kiongozi. Na sio anampinga, anasema kwa maoni yangu mimi naona waziri mkuu alichukizwa na ile hali. Okay, sawa, tuchukulie wanamchukua wanampeleka mahakamani. Wanaenda kudhibitisha nini? Hamna kesi pale zaidi ya kupoteza muda na kupoteza rasilimali za nchi. Tunaona sasa hizi kuna makesi yanaendelea ya viongozi wakubwa wa vyama vya upinzani. Msafara wa gari zinazoongoza ni zaidi ya gari 8. Askari wako zaidi ya 20. Wote wanalipwa posho, gari zote zinajazwa mafuta. Kwa nini zile hela tusiweke kwenye zahanati? Kwa nini tusiweke kwenye huduma za kijamii? Ndio haya ya mtu anatoa maoni yake anatengenezewa kosa. Sasa nilishangaa sana, hii inajiita bodi ya isibati. Unajiuliza hata watu wanazounda hizi bodi ni wasomi au ni watu wa vijiwe tu vya kahawa? Huwezi ukasema kwamba mtu ametoa maoni yake ni kosa. Amevunja sheria? Hapana. Ametukana? Hapana. Samahani wakili, hawajasema hakuna kauli ya moja kwa moja kwamba ni kosa. Bodi ya ithibati na mamlaka husika wanasema athibitishe kile alichokisema. Hawajasema kwamba ni kosa. Unazungumziaje hilo? Hapo twende vizuri. Wale wanasema athibitishe. Ama mimi nikiwa wakili wa Mayala ni nyepesi tu. Atathibitisha kwamba waziri mkuu hakupendezwa na lile tukio. Chukua kauli ya mwanzo, makofi yalipotokea. Chukua kauli ya pili kwamba anasema mimi hata nikipendwa na mke wangu tu inatosha, sio lazima nipigiwe makofi. Hasa hapo connection on dots. Unathibitisha nini? Ni kweli ya kupendezwa na kile kitu. Kwa Mayala was right na yuko sahihi kile anachokisimamia. Sheria inamlinda, katiba inamlinda, sheria mama. Kwa hivi vyombo tunasema free bodi ya isibati ni vyombo ambavyo vinaundwa lakini ndani yake vimejaa wanasiasa, sio watendaji wa taaluma. Tunakuja kukutana na mamlaka kubwa TCRA, Tanzania Regulatory Authority. Sasa TCRA vitu vingine huwa wanavyofanya hata nchi za wenzetu wanatushangaa na wanatucheka. Tunasema pale tumeweka, na wengine ni maprofesa ambao wako ngazi ya juu. Tukio lingine linafanyika lakini haliendi kitaaluma. Tuliona hapa juzi kati mwaka uliopita nadhani pia. Kuna taarifa chombo cha habari kimemhoji mtu tu. Kinafutiwa na kinaambiwa kije kijieleze. Kuna mifano mingi. Ibara ya 18 ni ibara nyeti sana ya katiba. Mtakumbuka ndugu waandishi wa habari, swala zima la Max wa Jamii Forum. Nini kilitokea? TCRA vitu gani walifanya? Vya aibu kabisa. Ambavyo tu unajiuliza ukichukua zile proceedings za wao kumuita mtu au chombo ukifungia. Sababu zile tunasema ni sio nisemeje kwa Kiswahili, lakini ni hukumu za kikolonia. Unamhukumu mtu pasipo kufuata sheria lakini kisiasa zaidi. Yaani ukichimba tukio liko kwa ajili ya kumfurahisha kiongozi, lakini sio kwa ajili ya kulinda taaluma, sio kwa ajili ya kulinda uhuru wa vyombo vya habari. Sasa vyombo vyetu vya habari vinawezaje kuwa huru tukiwa na tabia kama hizi? Mtu anatoa uhuru wa maoni tu na tumeona taifa letu. Sasa kama ni hivi, basi tufute swala la kusema kwamba nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia. Ionekane tu kwamba hii nchi ni nchi ya kidikteta. Ukisema kitu ambacho ni maoni yako kiko tofauti, basi utakuwa chini ya vyombo vya dola. Hatuwezi kuishi kwenye nchi kama hiyo. Waandishi wa habari wafanye kazi pasipo mipaka. Ibara 18 inawalinda. Isipokuwa walinde miiko ya uandishi wa habari. Ipo sheria ya uandishi inayosimamia media ya mwaka 2016. The Media Service Act. Ipo inasimamia magazeti pamoja na mainstream na online TV, zote zina maadili. Kwenye zile leseni zimepewa pia vitu gani vya msingi vya kuzingatia. Sasa mtu anasema maoni yangu ni kwa maoni yangu, hasemi kwamba kisheria kwa maoni yangu. Bado tunabaki eti bodi ya isibati inapoteza muda. Bado TCRA wanapoteza muda kuhangaika na huyo mtu eti athibitishe. Mimi ningewashauri waende mahakamani. Ili sasa wakaseme vizuri huyo mhusika athibitishe. Tuthibitisha vitu gani? Vitu viko wazi.
una connect dots, unajua kabisa kweli hichi kitu hakiko sawa. Na kama kungekuwa kuna kosa tunavyojua kwa sisi wanasheria, wangekuwa wameshampeleka mahakamani. Kwa nini unashindwa kwenda mahakamani, unabaki wewe uthibitishe, tumekuita hapa, thibitisha kauli yako, omba radhi. Anaomba radhi, lakini basi sisi wananchi wa kawaida tumeshaelewa ni nini kilichokuwepo. Kwa ndugu waandishi wa habari, niseme tu kwamba sisi tunalindwa na katiba na kila mmoja ana uhuru wa kutoa maoni. Hata mimi nazungumza, natoa maoni yangu, lakini pia nazungumza position, sheria inasemaje. Vingine sio maoni yangu, ni sheria inasema. Nimewapa mfano wa swala zima la rais kutoa ardhi, kusema kwamba hii ardhi nimempa rais wa Malawi. Sheria zetu haziruhusu, katiba hairuhusu. Labda ingekuwa ni shamba lake binafsi akasema anampa rais Chakwera, lakini kwa katiba zetu, kwa sheria zetu, foreigner, mtu ambaye ni mgeni haruhusiwi kumiliki ardhi ya Tanganyika au ya Tanzania. Hiyo ardhi, msomi wakili, ilitolewa wapi? Ilitolewa na Rais Samia alipokuwa kwenye ziara yake nchini Malawi. Kwa kule mpakani mwa tulikopakana nao Ziwa Nyasa. Akawapa ekari kama sio 60, ekari 30, ekari 60 kama sikosei. Akampa Rais Chakwera kwamba nimeona nikupe hii kwa ajili ya Malawi. Sasa kitendo kama kile kwa sheria zetu, kwa maoni yangu mimi naona haikuwa sawa. Na sio maoni yangu tu. Maoni yangu pia yameongozwa na sheria. Sheria yetu inasemaje na katiba yetu inasemaje? Rais yeye ni msimamizi wa ardhi yote ya nchi yetu. Ni msimamizi. Lakini sio mmiliki. Sheria haijasema yeye ni mmiliki. Ni msimamizi, ni trustee. Kwa hiyo wakili, kwa kauli yako hiyo unatuthibitishia kwamba sehemu ya ardhi yetu Tanzania ilishapelekwa Malawi kwa kupewa, sio kuazimwa, kwa kupewa. Kupewa jumla moja kwa moja kwamba amepatiwa. Ingekuwa ametoa kwamba waitumie tu kwa muda, manake tungesema okay, sheria inaruhusu, basi wamepewa kutumia kama kwa ajili ya masuala ya uwekezaji, shughuli gani inafanyika pale. Lakini anasema nimeigawa kwa ajili ya Malawi. Mwalimu Nyerere toka nchi yetu inapata uhuru hajai kufanya hicho kitendo. Sio kwamba waliona Tanzania ni ndogo, Tanzania ni kubwa, ni nchi kubwa. Ingekuwa hivyo hata kule Mtukula kule, ile sehemu za Bukoba kule Uganda, tungewagaia Uganda. Mwalimu hakufanya hivyo na kuruhusu kabisa Idi Amin asogee kwenye maeneo ya kumega ardhi yetu. Leo tukianza kugawa ardhi kama zawadi, hata vizazi vyetu tunaona kabisa kwamba kuna ile kurithisha vizazi. Tunawarithisha nini watoto wetu kama tutawapa wageni?